Mbale katika kaunti ya Vihiga inaendelea kuishi kwa majonzi baada ya kunyimwa haki ya kuwazika wazazi wao kwa miaka kadhaa kutokana na mzozo wa ardhi kati yao na serikali ya kaunti. Mwili wa baba yao umekuwa katika chumba cha kuhifadhia maiti kwa miaka 6 sasa, huku ule wa mama yao ambaye anadaiwa kufariki kutokana na msongo wa mawazo ukiwa huko kwa miezi 6. Mwandishi wetu Violet Auma ametembelea familia hiyo katika eneo la Mutembe Mbale na kutuandalia simulizi hii ya kusikitisha. Kimya kingi na huzuni vinatukaribisha katika boma la familia ya marehemu mchungaji Hezekia Mavisi mjini Mbale, mita chache kutoka kwenye afisi za serikali ya kaunti ya Vihiga. Zamani boma hili lilikuwa ngome ya sala, nyimbo na furaha. Leo limebaki kuwa kitovu cha huzuni na upweke. Kuta zimepasuka na milango imechoka kama ishara ya maumivu yaliyodumu kwa miaka. Kwa miaka 6, mwili wa mchungaji Hezekia Mavisi umehifadhiwa katika mochari, na kwa miezi 6 mwili wa mkewe Grace unangojea hatima hiyo hiyo. Kuna wase wanadedi tu na tunaona wanaziko. Mbona wase wengine waambiwa sizike ni sisi peke yetu? Mzee amehubiri almost 40 years. Amekuwa kiwak na church, amekuwa kiwak na PAG. So PAG at least wangesimama na pastor wao, at least apumzishwe. Kulingana na George na Philip Mavisi, wanawe marehemu, Grace aliyekuwa mcha Mungu na kiongozi wa kanisa anadaiwa kuaga kutokana na msongo wa mawazo baada ya kushindwa kupata ruhusa ya kumzika mmewe kwenye ardhi yao. Kulingana nao, mateso haya yalianza zaidi ya miaka 20 iliyopita, wakati halmashauri ya manispaa ya zamani ya Vihiga ilipoanza mpango wa kubadilishana ardhi na familia 6 jirani na shule ya wasichana ya St. Clare's. Familia ya Mavisi iliahidiwa kipande cha ardhi Lumakanda, lakini walipofika huko walikuta watu wengine kwenye shamba hilo. Mpango huo ukafa na familia ikabaki katika ardhi yao ya mababu hapa Mutembe. Mzee alienda akapigiwa huko, kakatwa kwa kichwa, my brother yangu kavunjwa mguu. So unajua kwa mila ya Kiluya, mtu akikatiwa kwa shamba, akitoa damu kwa shamba yote, huwezi ishi kwa hiyo shamba. Miaka ikasonga, barua kutoka ofisi za kaunti zikaanza kuwasili zikiwataka waondoke katika ardhi hiyo. Mchungaji Hezekia alifariki mwaka 2020, na wakati familia ilikuwa ikijiandaa kumzika mchungaji Mavisi, polisi walifika na amri ya mahakama iliyositisha mazishi hayo. Nimechukua burial permit. Sasa ilikuwa tumtoe on Friday, tuzike on Saturday. Sasa sisi tumejipanga, mimi nilikuwa nimeenda huko soko kununua kutafuta vitu kama tents, hizi viti na kadhalika, ng'ombe tulikuwa tumenunua. Sasa nikashangaa nini? Mimi nikafikiria labda sababu ilikuwa wakati wa COVID, wamekuja nini kusimamisha sababu ya COVID. Sababu mzee alikufa ilikuwa tarehe 11 mwezi wa 11 2020. Tangu siku hiyo, nyumba hii haijawahi kuwa na amani. Familia hii ilianza safari ya mateso, siku baada ya siku, wakibisha kila mlango wa afisi za serikali, wakiomba haki wasipate wa kuwasikia. Wangewacha tu tuzike mzee. Kama walikuwa na haja na kunegotiate na si watoto wake, tungeelewana, sababu kila mtu akona title deed yake. So tungekuja tuelewane, kama ni kuelewana watulipe tuende, ama watafutie shamba ingine within Vihiga County, sababu kitu hatuwezi kubali ni watupeleke Mautuma Forest. Tumeona watu Mau wa Kisafa. Kuna wakazi nsonyo waliama kutoka hapa penye wamejenga ofisi za commissioner na governor, wamepelekwa hapa Nandi, wanaumia paka saa hii. So sisi tunaweza enda aje Mautuma huko tena tuende tuumelie huko. Juhudi za Grace kumpa mmewe heshima za mwisho zikageuka kuwa ndoto ya maumivu. Mwezi Mei mwaka huu, moyo wake ulidhoofika, akaaga dunia. Mama alikufa sababu ya stress. Kaunti kainge allow mzee azikwe, mama angelikuwa hai paka saa hii. Leo Philip anasema wamebeba mzigo mzito wa zaidi ya shilingi milioni 1 kama ada ya mochari. Ada inayoongezeka kwa shilingi 700 kila siku. Tuseme tu ni mita 1. Hiyo ni 1 million na upuzi. Hizo ndio tutatoa wapi? Watu tulikuwa tumenunua kwao sanduku ya mzee hapa Mbale walihama. Tujui walienda wapi. Tulikuwa tumelipa almost 40k ya jeneza ya mzae. Mili ya wazazi wao imebaki kwenye baridi ya mochari
ikisubiri ruhusa ya kupumzika milele. Serikali ya kaunti ya Vihiga inasisitiza kuwa ardhi hiyo ni mali ya umma iliyotengwa kwa upanuzi wa taasisi. Agri Musiega ni wakili wa kaunti ya Vihiga. This land was part of the land-based parcels that were compulsorily acquired by the national government in the year 1992. We had indicated to them that if they were willing to collect the bodies and bury them elsewhere as the court had ruled, the government, the county government, would consider waiving the charges, the hospital mortuary charges, as a way of assisting them in the social responsibility of the county government. Instead of resisting and instead of creating an environment for confrontation with the government, they would rather just peacefully relocate to their land in Mautuma. Ripoti ya udhibitisho wa ardhi ya tarehe 5 Juni mwaka 2025 inaonyesha kuwa ardhi mbadala iliyoko Mautuma tayari imekaliwa na watu wengine watatu na ukubwa wake ni chini ya ekari 1. Kama kuna advocates wanaweza tusaidia, wakuja kusaidia kwa hii kesi. Documents ziko tuwaonyeshe venye iko. Maybe kuna makateli wanataka kutucheza hapa, wa grab shamba yetu. Sababu hapa ni mali private. Familia inadai ina stakabadhi halali za umiliki kutoka kwa baba yao. Watuonyeshe ndio hizi documents za mzee tulikubaliana na exchange ya hii shamba, hii na hii tulimlipa, hii na hii na hii. Witness wake wakue, tutakubali. Na mwanzo hata nimekuelezea kuanzia mwanzo, mzee alikuwa anapeana hii shamba yote. Ilikuwa part of this land. Lakini right now wamechange, ati ni shamba inatoka kwa barabara mpaka huko chini. Kwa viongozi wa kitamaduni eneo hili, kuzuilia mazishi kwa miaka kadhaa ni jambo lisilokubalika kimaadili, kiroho na hata kijamii. Wanasema roho za marehemu ambazo hazijapumzika huletea familia huzuni na taabu zisizoisha. Tunalaumu serikali ya county ya government ya kwamba imewatesa hawa watu. Na sisi tunazungumza mili hiyo isije katurudia sisi kama jamii, kwa jamii ipata kurudia wale waliofanya mambo hayo, kuwatesa, kuwaweka ndani ya mochari mpaka wakati wa leo. Wanaona kama sisi tunalala, sisi tunakula, na tumewawacha wapi? Huko. Hata kama ndio unasikianga watu wenye wamekufa wamepika watu wenye wangali hai, hata tuwezi hii poma tuwezi kanika, kwa sababu sasa atakuja kutusumbua. Imefanya majirani wametutenga, watu wa ukoo wametutenga, tuko tu peke yetu. Wameona kama ni laana tuko nayo, wametuachilia tu hivyo. Hata matanga ikiwa mahali hatuendi, tunaogopa tutaendaje, na tuna wetu wapendwa wetu wako mochari wameishi hapa, hatujawahi wazika. Familia sasa inatumai kwamba kilio chao kitamfikia Rais William Ruto ili kusaidia kumaliza mzozo huu wa muda mrefu. Kwa hisani yako President, kama unatusikiza na venye mzee alikuwa mtumishi wa Mungu na wewe ni Mkristo tusaidie tuweze kupumzisha mzee. At least wa rest, hata si tupate amani kwa roho zetu. Kwa familia hii imekuwa ni miaka 6 ya huzuni na majonzi, na hivyo basi bado wanatumai kwamba siku njema itawadia na wataweza kupata fursa ya kuwapa wapendwa wao heshima za mwisho. Violet Auma, TV 47. Asante sana Violet Auma kwa taarifa hiyo. Idadi ya